Jitihada za kudhibiti mafuriko na kuboresha mtiririko wa maji kuelekea bwawa la Nyumba ya Mungu zinaendelea katika mto Kikuletwa baada ya mto huo kubadili mkondo wake wa asili katika baadhi ya maeneo na kusababisha mafuriko pamoja na upotevu wa maji. Wajumbe wa bodi ya maji ya bonde la Pangani wamekagua mradi huo wa udabuaji wa mto unaotekelezwa kwa kushirikiana na shirika la umeme TANESCO, ambao umelenga kurejesha mkondo wa asili wa mto huo na kuongeza kiwango cha maji kinachofika katika bwawa la Nyumba ya Mungu kwa ajili ya uzalishaji wa umeme. Shukuru sana kwa ziara hii ambayo umeiandaa kwa ajili ya kuangalia kazi hii ya udabuaji wa mto Kikuletwa, kuhakikisha kwamba mto huu unarudi kwenye njia yake, na madhumuni makubwa ni kwamba tufikishe maji Nyumba ya Mungu, lakini pia tuondoe tope silting kwa ajili ya kuliokoa lile bwawa letu la Nyumba ya Mungu. Kwa kweli kazi imeendelea vizuri, tunashukuru. Tuliagiza andiko liliandikwa na wadau wamejitokeza, mojawapo TANESCO. Tunamshukuru sana mdau wetu mkubwa, amejitokeza kwa ajili ya kusapoti kazi hii ambayo inafanyika. Kwa hiyo tunawapongeza TANESCO, lakini bado tunawaalika na wengine ambao wanaweza kutusapoti. TPC wameonyesha mwelekeo wa kutusapoti, na tumaini wataendelea kufanya, na wengine ambao itaonekana wanaweza kutusapoti. Kwa hiyo niseme tu hongereni kwa hatua hii tulioifikia, na kama katibu wetu wa bodi alivyosema kwamba walisimama kwa ajili ya hali ya mvua, na imani sasa mvua zimepungua, kazi hii itaendelea ili kuhakikisha kwamba mto huu unarudi kwenye njia yake. Lakini pia niseme tu kwamba hili pia ni faida kwa wananchi, maana maji yakirudi kwenye njia yake, ina maana athari ya mafuriko yaliyokuwa yanajitokeza wakati wa mvua itakuwa imeondoka, kwa sababu wananchi wa maeneo haya walikuwa wanapata shida ya mafuriko, na mazao yao yanakuwa yanaharibika wakati maji yamezidi. Kwa hiyo kurudisha huu mto kwenye njia yake utaleta faida pia kwa wananchi wanaozunguka maeneo haya. Mto Kikuletwa unatenganisha mikoa ya Kilimanjaro na Manyara. Ni miongoni mwa mito inayokumbwa na changamoto za kujaa mchanga na matope, hali inayochangia kubadilika kwa mkondo wake wa asili na kusababisha mafuriko ya mara kwa mara kwa baadhi ya maeneo ya tambarare. Kwa sasa tunaendelea na zoezi la kudabua huu mto. Tunatoa huu tope na udongo na nini na hizo sediments kwenye mkondo wa mto, lakini tunazitumia hizo kutengeneza kingo wa mto, na ilipungua mpaka kwenye mita 1. Umeona Kwa maji yalikuwa kidogo tu yanaweza kafurika yakatoka nje ya mto. Lakini wenzetu walioko huku tunaendelea kuwahimiza sasa wasitumie fursa hii vibaya, kwa sababu serikali imewekeza hapa ili kuokoa maisha ya watu na kuimarisha hiyo flow. Na tunashukuru sana TANESCO. Kusema kweli mradi huu tunatekeleza pamoja na TANESCO. TANESCO wamebeba gharama kubwa ya kuhakikisha kipande hiki tunakifanyia kazi, na sisi tumewekeza nguvu zetu hapa tunajaribu kufanya kwa kadiri inavyowezekana, tutumie ile tupate matokeo makubwa zaidi ya vile tulivyofikiria. Tumeendelea kusubiria maji na nadhani saizi yameanza kupungua. Nadhani muda si mrefu tutaanza kazi zetu kuendelea kwenye kipande kilichobaki. Lakini hii mwenyekiti, ndio utekelezaji wa maelekezo ya bodi yako ya kuhakikisha tunachukua hatua kwenye kukabiliana na mafuriko yanayosumbua watu, hasa kwenye eneo hili la mto Kikuletwa. Wakazi wa maeneo ambayo yamekuwa yakiathiriwa na mafuriko wanasema mradi huo unawapa matumaini makubwa ya kupunguza madhara ya mafuriko ambao yamekuwa yakiharibu mashamba na kuwalazimu baadhi kuhama makazi yao. Kwa majina naitwa Alex Joseph Mgaya, ni mjumbe wa watumia maji Kikuletwa chini na mwakilisha mwenyekiti wa watumia maji Kikuletwa chini.
Binafsi niseme kazi kubwa inayofanywa na watu wa bonde la Pangani ni kazi nzuri, kazi ambayo imepunguza adha kubwa ya mafuriko kwenye eneo letu la ukanda huu wa Kikuletwa Chini. Mto ulivyokuwa umepoteza mwelekeo, wakulima wengi na pamoja na wakazi wa eneo hili walikosa maeneo ya makazi pamoja na maeneo ya kilimo kutokana na mto kupoteza mwelekeo. Lakini baada ya watu wa bonde wakishirikiana na washirika wao kuja kudibua huu mto, umefanya mafuriko yasionekane tena kwenye eneo letu. Kwa hiyo ni kazi nzuri ambayo inafanywa na watu wa bonde. Tunashukuru, tunakuwa na matumaini makubwa kwa sababu tunaishi bila mafuriko tena kwenye eneo letu. Kikubwa tunaomba tu ushirikishwaji uendelee na elimu ziendelee kutolewa, kwa sababu jambo la kutumia maji kwa vibali ni jambo jipya kwa maeneo haya na wakulima wengi hawakuwa wanalijua. Kwa hiyo elimu wamepewa, lakini tunatamani waendelee kupewa elimu ili waweze kuelewa namna ambavyo wanaweza kutumia maji kwa uhalali, lakini pia akiwa yametengenezwa kwenye miundo mbinu sahihi kutokupata mafuriko. Kwa majina ninaitwa Abdalla Musa Mpendo, ni kaimu mwenyekiti wa kijiji cha Chemchemu. Maeneo yetu haswa kijiji chetu cha Chemchemu kilikuwa kinakubwa sana na mafuriko. Tulikuwa tunapata hasara kubwa sana tunapoingia katika shughuli zetu za kilimo. Tulikuwa hatulimi kilimo cha uhakika kutokana na mafuriko. Ukiingia ukilima kilimo cha kiangazi, vuli kiwai tu, kwetu ilikuwa ni hasara. Tulikuwa tunashindwa kujitanua kwenye shughuli zetu za kilimo kutokana na mafuriko yaliyokuwa yanatukumba. Lakini kwa sasa tunasema kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu, jitihada za serikali zimeonekana. Tunaamini kwamba dira yao ni kutaka kutupeleka mahali pazuri na sehemu ambayo ni salama. Wakati utekelezaji wa mradi huo ukiendelea, wananchi wana matumaini kuwa hatua hiyo italeta suluhisho la kudumu dhidi ya mafuriko na kurejesha matumizi salama ya ardhi pamoja na rasilimali za maji katika eneo hilo.